tunamwombea makamu wa rais Dr. Philip Mpango. Tuongeze makofi tafadhali kwa salamu hii nzuri. Tunafahamu kabisa kwamba kila mwaka migodi ya Tanzania inatumia zaidi ya shilingi trilioni 3.1, 3.1 trillion kila mwaka kwenye manunuzi. Sasa kwa hivi sasa kiwango ambacho kinashiriki au kinazunguka kwenye makampuni ya Kitanzania au makampuni ya ndani au kwa kutoa huduma wa ndani ni kiwango kidogo sana. Kwa hivyo basi tunataka tuongeze ushirikishwaji wa Watanzania kwenye hii keki ya 3.1 trillion ambayo ni kiwango kikubwa. Iwapo tutafanikisha kukiingiza kiwango hiki kwenye mzunguko wa uchumi wa Tanzania au kwenye makampuni ya Kitanzania, basi tutaweza kupelekea kuboresha uchumi wetu, lakini kuboresha maisha ya Watanzania wengi ambao katika njia moja au nyingine tunafahamu kabisa kwamba tunataka tujivunie uchumi wetu au madini tulionayo kama zawadi ambayo ametupatia Mwenyezi Mungu. Makampuni ya kizawa nafikiri wawe na weledi katika kufanya biashara, wawe waaminifu, kwa sababu pia changamoto kubwa ni wenyewe kutokuwa waaminifu, kwamba umeambiwa usupply kifaa chenye specification 1, 2, 3, wewe unaleta labda cha self standard au unaenda unanunua kitu ambacho hakiko katika ile tender document. Kwa hiyo ni wasii wawe na weledi, lakini vile vile washirikiane, kwa sababu nafikiri keki ni kubwa na hawezi akaimaliza mtu mmoja. Washirikiane na watafanya vizuri zaidi, lakini muhimu sana wawe na mpango wa kutengeneza viwanda ambavyo vitazalisha bidhaa hapa nchini, kwa sababu ukiangalia hata tunasema kwamba tuna promote local content, bidhaa nyingi zinatoka nje ya nchi. Kwa hela ambayo ingeweza kubaki hapa nchini inabidi itumike kuingiza bidhaa ambavyo tungekuwa na viwanda vyetu wenyewe, tungeweza kuwa na mzunguko mkubwa wa ile pesa na tusingetumia pesa nyingi za kigeni kuagiza bidhaa nje ya nchi. Watanzania bado wana changamoto kubwa sana ya mitaji ili kuweza kushiriki ipasavyo kwa ukamilifu katika sekta hii ya madini. Sekta ya madini ni sekta ambayo ni capital intensive. Inahitaji sana teknolojia kubwa, teknolojia zilizo juu, na teknolojia hizo zinapatikana kwa bei ghali. Migodi inanunua vitu vingi sana kutoka nje vingi sana. Kwa pesa nyingi inakwenda nje, ambapo hata ajira nyingi pia tunajikuta tunaajiri zinakuwa nje pia. Lakini changamoto kubwa iliyopo ni uanzishwaji sasa wa viwanda vingi vya kuweza kuhudumia migodi nchini.